Asante kwa kuendelea kuitizama Naipa Film na kufuatilia kazi zake. Karibu tena katika Msitu, episodi hii ya 21 recap movie na Pako Gang na leto kwako leo moja kwa moja katika matukio ambayo tuliweza kufunga katika episodi ya 20. Tunaweza kuendelea kwa ukubwa kabisa ndugu mtazamaji. Tunaweza kuangalia pia leo matukio ambayo yamesheni kwa ukubwa kabisa ni Mwakatobe amekutana nacho ndani ya msitu. Jamani, tunampa pole sana Mwakatobe kwa sababu ya utovu wa nidhamu na kutokuelewa nini maana ya msitu. Tunaweza kuangalia tukio ambalo limefunga episode ni tukio hilo baada ya huyo mwanakaka mmoja ambaye yeye alikuwa anajifanya ni kidume na yeye atumie sasa sigara kama Albert, lakini linamkuta la kumkuta na huyo ni kichuchu. Lakini pia tutaangalia taarifa mbaya kwa huyu mwanadada aliletewa na mlinzi wa msitu kuwa kaka yake na Kilimali anakuwa ni mtu ambaye haelewi nini maana ya msitu. Hivyo tunamuona hata mwenyeji wake aliweza kuingia mpaka msituni na tunaweza kuangalia alimfuata mpaka nyumbani ili aweze kumuonya na kumwambia aache hicho anachotaka kukifanya, maana si salama kwake na hatatoka ndani ya msitu. Lakini yeye alikaidi na kusema kwamba hawezi akaacha kufanya kila ambacho anakihitaji. Tunaweza kuangalia kwa ukubwa kabisa episodi hii ya 10 episodi hii ya 20. Lakini pia tunaweza kuangalia matukio ambayo yamesheheni ndani ya msitu pia katika episodi hii ya 21. Matukio makubwa kabisa baada ya kwenda pale mwenyeji wake kwa yule kaka yake na Kilimali mganga. So tunaweza kuangalia Mwakatobe amekuwa ni mtu ambaye ni mbishi sana, hawezi kusikia, na tunaweza kuona alikuwa anatoa maneno ya kashfu, dhalau, kejeli na kumtukana kwamba nyinyi hamwezi kunipangia cha kufanya na hamwezi kunipangia cha kupost, hivyo nendeni, mimi nitaamua maamuzi yangu. Tunaweza kuangalia kwa ukubwa kabisa hilo tukio ambalo linaweza kumsababishia huyo mwenyeji wake hapo kwa mganga Kilimali ambaye ni Mwakatobe ambaye yeye aliweza kwenda hapo kwenda kumsaidia. Hivyo tunamuona hawezi na anamwambia atoke, anamwambia ondoka, hawezi akaendelea katazwa alichoamua kukifanya ndani ya msitu. Na hii ni episode ya 21 katika episode recap movie leo na Pako Gang ndani ya msitu. Tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa tukio hili hapo ambalo huyu Mwakatobe ameweza kuingia ndani ya msitu katika episode hii na kusema sasa naenda rasmi kwenda kumtafuta mdogo wangu, liwalo na liwe, sishawishiki sishauliwi, yaani kama mbwai na iwe mbwai. Tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa katika tukio hili. Ni tukio kubwa sana ambalo linamkuta Mwakatobe ndani ya msitu kwa sababu ya ukaidi wake. Tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa. Lakini pia tena yule mwenyeji aliweza kumfuata na kumuonya na kumwambia acha hicho Mwakatobe, sitaki kukupoteza, na akaweza kusema kwamba eti utanikumbuka kwani wewe ni baba wa taifa. Hivyo tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa katika episode hii, episode iliyosheheni, episode ya moto kabisa ya 21. Ndio kama unajiunga nami matangazo hapa ni recap movie tena na Pako Gang kutoka Naipa Film. Episode hii ya 21 yenye matukio makubwa kabisa imeweza kuambatanishwa kwa huyu Mwakatobe, imeweza kumbeba sana episode hii, matukio makubwa kabisa na mazuri. Je, itakuweje? Kwa sababu huyu sasa tunamuona amepitia magumu sana ndani ya msitu. Tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa na matukio ambayo yamesheheni kwa ukubwa. Jamani, hii ni episode ya 21. Karibu kutizama na Pako Gang Cup movie tena movie review. Tunaweza kuangalia matukio makali kabisa. Lakini pia tungependa mcomment mashabiki zetu. Je, baada ya Mwakatobe mngependa nani tena muone katika msitu? Kwa sababu tupo kwa ajili yenu mashabiki wetu, tunawafurahisha, tunawaletea surprise kadha wa kadha, hivyo hatuwezi kuangusha. Naipa Film 2026 tumejipanga vizuri sana, hivyo tunaweza kuangaza katika episode hii ya 21 msitu. Tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa kutokea Naipa Film. Kutokana na ukaidi wake Mwakatobe tunamuona ameanza kukosea masharti baada ya kukata mti na kusema sasa mti nimeukata na hamwezi kunifanya chochote, fanyeni mnachofanya, lakini mti nimeshaukata. Tunaweza kuangalia kwa ukubwa kabisa akiweza kutukana na kulalama, na baada ya kuona kwamba hawamjali na hawamleti mdogo wake aliamua tena kukojoa hadharani kabisa, maana yake kuvunja tena sharti la pili ndani ya msitu, ambavyo hivyo vitu vyote haviruhusiwi, lakini kwake ilikuwa kama ni furaha na akaweza kujiona kwamba yeye ameyaweza. Hivyo tunaangalia kwa ukubwa kabisa sasa linaanza kumtokea msitu unachafuka, anga linabadilika ndani ya msitu. Tunaweza kuangalia kwa ukubwa kabisa na mambo yanabadilika ndani ya msitu, hali ya hewa inakuwa sio hari. Sasa umeweza kukosea masharti na unatakiwa ufanyiwe nini? Na unatakiwa ufanyiwe kitu kibaya zaidi. Tunaweza kuangalia kwa ukubwa kabisa katika episode hii. Ndugu mtazamaji, kama una lolote la kusema pia comment, share
katika magrupu. Tuweze kuendelea katika recap movie hii. Comment, like, pia usisahau kusubscribe na kutani on notification. Tunaweza kuangalia jamani matukio makali kabisa haya hapo ambayo yanaendelea ndani ya msitu. Lakini pia tukio jingine ni tukio hili hapa, alirushwa vibaya sana, alianza kupitia machungu ndani ya msitu kwa sababu hakuwa anaamini kile ambacho alikuwa anaambiwa huko kwamba asiingie msituni. Maana yake huyo ndogo wake alikuwa ni mtovu wa nidhamu na kukosea masharti, alikuwa anajua kabisa msituni mle kuna la kumkuta. Hivyo tunaangalia kwa kubwa kabisa katika episode hii. Mwakatobe huyo anakimbia jamani, matukio makali kabisa anamkuta ndani ya msitu, na hii ni episode ya 21 recap movie na Paco Gang jamani. Tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa jamani, Mwakatobe anaumia, analia, analalamika ndani ya msitu. Hivyo tumfanyeje jamani? Tumuombee au vipi jamani? Tunaona lidude hilo likubwa kabisa linamkuta ndani ya msitu. Huyo ni Dragon. Tunaweza kuona kwa ukubwa kabisa Dragon, lakini pia kwenye macho yake anaonekana sura yake kwa sababu amekosea. Sasa itakuwa kuaje? Mwakatobe jamani anakutana na kisanga kikubwa kabisa ndani ya msitu, na hii ni episode ya 21 na recap movie ni Paco Gang na Hyper Film. Sasa kusubscribe na kutani on notification. Kwa upande mwingine tena alikuwa anakimbia tu akiteseka ndani ya msitu kwa sababu amekosa cha kufanya. Tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa katika episode hii. Tukio lingine ni tukio hili hapa ambalo linamkuta ndani ya msitu Mwakatobe moja kwa moja. Katika hilo tukio pia tunaweza kuangalia huyo ni mtu sio mtu, jitu sio jitu jamani. Hii ndio faida ya msitu jamani. Na kitu ambacho naweza nikakwambia kwamba na Hyper Film imekuwa lebo ya kwanza hapa Tanzania kukuletea movie nzuri na ambayo imependwa na watu wengi. Pia mashirika mengi yamependa, pia hata serikali imeweza kuvutiwa na hii movie kwa sababu ni movie ambayo inaelimisha na ina elimu kubwa sana juu ya misitu. Hivyo usisahau kusubscribe na kutani on notification kufuatilia, ndo kama unajiunga na matangazo haya recap movie tena na Paco Gang, na hii ni episode ya 21. Hivyo kama ulikuwa bado hujafuatilia episode zilizopita, endelea kuifuatilia, inapatikana na Hyper Film. Lakini pia tunaendelea pia na matukio hayo tena, tunaweza kuangalia matukio makubwa kabisa ambayo amemkuta mwenzake na Aklimali ambaye ni Mwakatobe ndani ya msitu. Lakini pia tunaweza kuangalia pia na hilo ni tukio ambalo linamkuta ndani ya msitu kabisa. Ndani ya msitu pia ameweza kuteseka sana Mwakatobe na amepitia matatizo makubwa sana, lakini pia bado ni mkaidi tu na mbishi kwamba yeye anajikuta. Sasa tutaona uchawi wake umetumika wapi. Aliyakuwa mwenzake aliweza kunyang'anywa kibuyu ndani ya msitu, lakini yeye tunaweza kuona kabisa hakuna alichoweza kuambukia, hakuna alichoweza kufanya chochote zaidi ya kupitia mateso na majuto ndani ya msitu katika episode hii, episode ya 21 jamani. Sasa kusubscribe na kutani on notification. Kama nilivyokuwa nakwambia ndugu mtazamaji kwamba movie hii imependwa na watu wengi sana 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 sana, na hata serikali kwa sababu imeweza kuwa na ujumbe mkubwa sana. Tunaweza kuangalia kwa kubwa kabisa episode hii inatufunika na matukio makali zaidi, na hilo ni tukio ambalo aliweza kuomba msamaha na kuweza kusikia. Lakini pia mwenyeji alimwambia mimi sina msaada na wewe kwa sababu hauna cha kujifunza, bado ni mbishi na ni mkaidi. Tunaweza kuangalia hako kajumba jamani, kama alipopeleka Galaxy kipindi kile. Sasa huyu tena ni Mwakatobe pewa option ya mwisho na chance, lakini pia kwa ajili ya ujinga wake hakuna alichojifunza na akaweza kuambiwa sasa wewe ni mkaidi, sasa utakufa kifo kibaya kwa sababu umeshindwa. Je, tamaa na nini? Tunaweza kuona tena kabla ya kuweza kuomba msamaha na kukiri, alionekana kuwa ni mtu ambaye tayari anadharau na kejeli. Pia hata alipokuja mwanadada aliendelea kumkejeli na kumdharau. Hata alipokuja ule mwanaume pia aliweza kuulizwa, lakini hakuweza kujibu na akajibu dharau tu ndani ya msitu. Na hii ni episode ya 21. Usisahau kusubscribe na kutani on notification. Episode ya 22 itakuja na matukio gani? Asante kwa kuweza kufuatilia na Hyper Film. Usisahau kusubscribe na kushare katika YouTube channel ya Hyper Film.